Tarehe 24 ya mwezi wa 8 2026, na kusalimu sana popote pale ulipo mtazamaji wa SQF TV. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo. Kwa nami Pendo Gotton. Zaidi ya shilingi bilioni 17 kutumika katika kampeni ya taifa ya chanjo ya polio nchini, huku mkoa wa Arusha ukitumia bilioni 1.4. Habari ya siku ya leo mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku hii ya leo. Kwa nami Pendo Gotton. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ametangaza rasmi kujiuzulu nafasi yake, huku akieleza kuwa amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kwa kina. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa leo Agosti 25, 2026, Daktari Nchimbi amesema ameamua kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais pamoja na kujiondoa katika utumishi wa umma kuanzia Septemba 4, 2026. Daktari Nchimbi amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini na kumpa nafasi ya kumsaidia katika uongozi wa nchi. Amesema katika kipindi hicho chote alichokuwa kihudumu kama makamu wa rais amepata nafasi ya kufanya kazi na watu mbalimbali na kujifunza mengi katika utumishi wa umma. Aidha, Daktari Nchimbi amemshukuru Rais Samia kwa nafasi aliyompa na kueleza kuwa uamuzi wake wa kujiuzulu haujafikiwa kwa sababu ya mabadiliko yoyote katika mahusiano yake na rais, bali ni uamuzi wake binafsi, ambapo pamoja na hayo amemshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani aliyokuwa nayo kwake, huku akieleza kuwa ataendelea kuwa mwanachama wa CCM na kuendelea kuitumikia Tanzania kwa nafasi nyingine atakayopewa. Daktari Nchimbi aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Agosti 2025. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka mamlaka za serikali, wasafirishaji na wadau wa sekta ya usafirishaji kushirikiana kutafuta suluhu ya kudumu ya msongamano na foleni ndefu za malori katika barabara ya jiji la Dar es Salaam. Chalamila amesema malori yanayoelekea na kutoka bandari ya Dar es Salaam yamekuwa yakisababisha kero kwa wananchi, huku yakikwamisha shughuli za kiuchumi na kuathiri mtiririko wa magari katika jiji. Kwa ujumla, kilichosababisha tuitane ni kwamba mji wetu wa Dar es Salaam kwa sasa umeelemewa, na hili sio jambo linalopaswa ufike chuo kikuu kugundua hili. Umeelemewa kwa kuwa na vyombo vingi vya usafiri kwenye barabara zetu. Kwa nini vyombo hivi vimekuwa vingi sana? Maana yake ni kwamba kuna sababu nyingi, na moja kubwa sana ikiwa ni kukua kwa uchumi kwa taifa letu. Matokeo tunayoyaona leo ya bandari yetu kuwa na mizigo mingi ilitegemewa kufikia mwaka 2030. Ndio ilikuwa expected kwamba ifikapo mwaka 2030 tutakiona hiki tunachokiona leo. Kama tulitarajia matokeo haya tuyaone mwaka 2030, swala la kwanza, wenzetu wa bandari na uchukuzi kwa ujumla wake tulijipangaje kuhusu kuwa na communication strategy, strategia ya mawasiliano kwenda kwenye taasisi ambazo zina mchango wa moja kwa moja ama katika kuprovide solution ama katika kufanya vinginevyo. Jambo lisilohitaji kuingia chuo kikuu ni kwamba mizigo itakuwa ni mingi, malori yatakuwa ni mengi, watumishi watakuwa ni wengi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kwenye kikao hiki tumeitana ili tuje tuwaambie Watanzania kwamba kwa kuwa tulijua matokeo haya yatakuwepo 2030, let's assume kwamba bado hatujayapata matokeo hayo, hatujayapata, tunaendelea kuyasubiri mwaka 2030. Leo ni mwaka 2026. We have only 3 if not 2 point something years, miaka miwili au mitatu. Tumejipanga kujiandaaje na matokeo ya mwaka 2030 ambayo ndio zilikuwa anticipations zetu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni mkuu wa mkoa wa bandari, ni mkuu wa mkoa wa ICD, ni mkuu wa mkoa wa malori, ni mkuu wa mkoa wa bajaji, ni mkuu wa mkoa wa pikipiki, ila mwishoni ni mkuu wa mkoa wa watu. Tumejenga barabara zetu sisi, lakini baada ya muda ukimuuliza mwananchi wa Kigamboni analia, anasema nyumbani sifiki. Ukimuuliza ndugu yangu mkuu wa wilaya ya Temeke, anasema mkuu wa mkoa watu hawafiki. Ukimuuliza mkuu wa wilaya ya Ilala, anakuambia bwana watu huku wanalia hawafiki. Kwa nini? Bwana, ile barabara lori zimepaki kulia na kushoto na katikati, zimeblock barabara yote ambayo inakwenda sehemu fulani. Tena barabara hizo zimekwisha haribika kabisa kwa sababu zimetengenezwa labda ni kwa surface, alafu labda sio zile ambazo zinachukua mizigo mikubwa na kadhalika na kadhalika. Ukiwa na uwekezaji ambao watu wengi wa kawaida wanalia, maana yake ni kwamba lazima tukutane kwa pamoja
ili tutatue, ili hata yule mtu wa kawaida apate tafsiri sahihi kuhusu uwekezaji wenye tija. Kwa tafsiri ya haraka haraka, yani kwa mtu mnafiki, mwongo, mzushi, mwenye uwezo mdogo, akimsikiliza mkuu wa mkoa, hoja ya haraka anasema, unamwona mkuu wa mkoa hapendi kabisa wawekezaji kama DP World, hapendi kabisa wawekezaji kama Adan, hapendi kukua kwa bandari. Yani huyo ukimwona kiongozi au mtu wa kawaida anakwenda kwenye hiyo statement, uwezo wake ni sifuri. Yani maana yake anatakiwa tukae tuelekezane vizuri. Na mkoa wa Pwani, ndugu yangu Abakari Kunenge alipaswa kuwepo, lakini ameniomba, alikuwa kidogo na udhuru. Last time kwenye kikao chetu tulikuwa naye. Kwenye hii mipango tunataka tuunganishe Pwani na Dar es Salaam katika hii mipango kama zoni moja ya kuweza kushughulika na hizi changamoto. Na kwa taarifa, sisi bandari yetu hii inajaa, na hata mkiangalia mizigo ya kopa inayotoka Kongo kuja hapa kwetu inakuja mingi. Kwa sababu gani? Nendeni Durban, katika lori 500 zilizobeba kopa zinaweza kuwa salama labda 300 plus. Nyingi utakuta zimeibiwa. Kwa kinacholeta ufanisi wa bandari yetu pia kikubwa ni usalama. Ndio pia ina attract usalama. Moto umeibuka katika jengo la zamani la mahakama ya Mwanza lililopo mtaa Boma Road, kata ya Mwawezi, manispaa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, na kuteketeza ofisi moja pamoja na chumba cha kuhifadhia nyaraka. Moto huo umeibuka hapo jana Agosti 24 asubuhi, huko jeshi la zimamoto na uokoaji likifika eneo la tukio hilo kwa dakika 10 baada ya kupokea taarifa na kufanikiwa kuuzima. Kiongozi wa mbio za Mwenge na Uhuru kitaifa 2026 ndugu Wazo Michael ameweka jiwe la msingi katika upanuzi wa kituo cha afya Nyanguku, halmashauri ya manispaa ya Geita. Ujenzi wenye thamani ya shilingi milioni 501.5 unalenga kupunguza msongamano uliokuwepo zahanati ya Nyanguku, ambapo ilikuwa inahudumu wakazi 18,831 kutoka vijiji viwili. Mradi wetu ni ujenzi wa kituo cha afya, ambapo kama tunavyotazama hapa, jengo la mama na mtoto likiwa liko tayari, lakini pia katika jengo hilo la mama na mtoto, lakini pia kuna jengo la maabara, lakini kuna vyoo, kuna nyumba za watumishi, lakini pia kuna jengo lile ambalo liko zahanati likiwa likitumika na yenyewe limeboreshwa sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, awali ya yote tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo anaendelea kuboresha sekta ya afya hapa nchini. Mheshimiwa Rais anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha nchi wanapata huduma za afya katika maeneo yao ya karibu. Hajafanya tu kwa manispaa ya Geita, bali amefanya kwa halmashauri zote 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inahudumia wakazi wapatao 18,831 kutoka mitaa miwili na vijiji viwili. Pia katika kuzingatia sera ya afya na maelekezo ya serikali ya kuhakikisha halmashauri zinaelekeza fedha zinazotokana na mapato ya ndani katika miradi ya huduma za kijamii, halmashauri ya manispaa imekuwa na utaratibu wa kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya ujenzi wa angalau kituo kimoja cha afya. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, zahanati ya Nyanguku ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 500 kupitia mapato ya ndani ya halmashauri mnamo tarehe 20 mwezi wa 11 2025 kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya maabara, upasuaji, wodi ya wazazi na vyoo vya nje vya wateja katika mwaka wa fedha 2025-2026 na kuanza taratibu za manunuzi kupitia mfumo wa NeST. Hadi kufikia hatua hii, ujenzi huu umegharimu kiasi cha shilingi milioni 501,500, nguvu za wananchi zikiwa shilingi milioni 1,500,000 ambazo zinahusisha usafishaji wa eneo kwa kuondoa visiki, mawe na miti iliyokuwepo eneo la ujenzi na kusawazisha eneo baada ya ujenzi huu kukamilika. Tunapopokea mwenge huu wa uhuru, tunapopokea na kuukimbiza katika manispaa yetu ya Geita, tunahamasisha mshikamano na upendo katika jamii yetu. Hapa tupo kwenye kituo cha afya ambapo ametuletea fedha na sasa kituo cha afya kimekamilika. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan hajaishia hapo, amehakikisha anatupa pesa nyingi ambazo barabara Geita mnaiona inavyobadilika. Barabara za lami
sambaa kila mahara. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Mheshimiwa Riziki Shemdoe ameridhishwa na kasi ujenzi wa barabara zinazoelekea kwenye uwanja vitakavyotumika kwa mashindano na mazoezi ya fainali za AFCON 2027 jijini Dar es Salaam. Akikagua miradi hiyo katika maeneo ya Kigamboni, uwanja wa Benjamin Mkapa Leaders Club na Mbweni kuelekea uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, amebainisha kuwa utekelezaji umefikia wastani wa 50%. Ziara yetu ilikuwa na lengo la kutembelea miradi ya ujenzi wa barabara ambazo zinaitwa access roads kwenda kwenye viwanja ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027. Niseme kazi hizi hadi tarehe 30 mwezi wa 7 zilikuwa 0%. Lakini nina faraja na furaha kuwaeleza kwamba kazi hizi zilianza zote kwa wakati mmoja tarehe 3 mwezi wa 8. Lakini leo hii tunavyozungumza, kwa mfano zile za kule Kigamboni, wale wamefikisha 75% ya kazi inayotakiwa kufanyika kule. Ukienda pale uwanja wa Taifa, wao wana asilimia kati ya 15 na 20. Ukija uwanja wa Leaders, wenyewe wana asilimia 68 mpaka 70 hivi, kutokana na maelezo ya wahandisi hawa. Na hapa tumekuja kuna asilimia 20. Kwa hiyo ukitafuta average tuko kwenye karibia asilimia 50 kwa kazi hizi ambazo zimeanza tarehe 3 mwezi wa 8. Kote tumetoa maelekezo. Kulianza kule Kigamboni tukisema ili kuunganisha zile barabara, wao wamesema sehemu waliobakia sasa hivi ni kujenga zege. Na lile zege wamesema wao wanaweza kujenga mita 50 kwa siku. Lakini tumewaambia kwa nini wajenge mita 50 kwa siku wakati wanaweza kujenga mita 100? Wanaweza kujengaje mita 100? Ni kwamba wakianza 50 kule, 50 nyingine waanze mwisho. Ninashukuru sana kwa ushauri ambao wameutoa mhandisi Mativila ambaye ni naibu katibu mkuu miundombinu, na wameupokea. Tumefika pia pale uwanja wa Taifa, na wenyewe tumewaeleza kuna barabara ambazo zinaingia kwenye ile barabara kuu inayojengwa pale uwanja wa Taifa, na kwenyewe tumewapa maelekezo namna ya kuweza kuimaliza ile kwa haraka, ili angalau mpaka itakapofika tarehe 30, badala ya kuishia 50% kwenye barabara hizi, angalau ziwe zimepanda kufika hata 60%, na hili linawezekana. Vivyo hivyo kwenye eneo hili tumenisikia nikitoa maelekezo kwamba hapa walipokwisha kufika tayari wanachotakiwa kumwaga hapa ni kitu kinaitwa CRR C1, na material wanayo, mnaona hapa kokoto tayari ziko hapa. Wao ni kuchanganya na simenti, wananiambia wanayo hapa na kila kitu. Watengeneze hapa, wamwage hapa, na tukiacha hapa chini ambapo tayari kuna maji kidogo ambako wanasubiri patulie, na ule upande wa chini wanaweza kufanya hivyo. Hii itasaidia pia kuongeza asilimia kwenye utekelezaji wa kazi hii, na nimeshauri pande zote kwamba badala ya kufanya kazi kwa masaa 12 wafanye masaa 24, na hii inawezekana. Tumeona kule Gamboni wanafanya kazi kwa masaa 24, na ndio maana unaona hata asilimia yao imepanda kufika asilimia 75. Tupeleke shukrani zetu kwa mama na kwa serikali kwa ujumla kwamba wananchi wa Mbweni tumefarijika sana, na wakandarasi wetu mimi wanapita na waona, nafahamiana nao. Kwa hiyo na wenyewe tukija kuwauliza maswali wanatupokea vizuri, kwa kweli tunashirikiana nao, tunawaona wanafanya kazi yani usiku na mchana kwa bidii kabisa. Safi kabisa. Na mpango mkakati huko Mheshimiwa Waziri, na ambao tuliweka square kilomita kama kilomita 30 za lami, alafu na za ile nyingine changarawe ya kilomita 60. Kwa miaka 5 tutakuwa madarakani sisi tunatengeneza, na mambo mengine ya maendeleo ya huko. Kwa karibu barabara zote hizi ambazo ninashughulika nazo ziko kwenye mpango mkakati wetu wa mtaa wa Malembe. Kuelekea kilele cha miaka 65 ya kuanzishwa kwa huduma za magereza nchini kinachoadhimishwa kitaifa Agosti 25 jijini Dar es Salaam, gereza la wilaya ya Manyoni mkoani Singida limeadhimisha kwa kuchangia damu kutoka kituo cha wodi ya wazazi katika hospitali ya wilaya ya Manyoni na kufanya usafi wa makaburi. Mkuu wa gereza hilo, mrakibu wa magereza SP Sikai Lucas, amezitaka taasisi mbalimbali kujenga utamaduni wa kuelekeza fedha kwenye kusaidia jamii na wahitaji. Tumefanya usafi wa mazingira maeneo mbalimbali hapa mjini Manyoni,
lakini pia kuendelea kukumbuka na wenzetu waliolala kwa kufanya ibada hiyo ya kusafishia makaburi. Tuingie hata hapa kwenye ofisi hizi za kuchangia damu ili tuweze kuchangia damu. Kweli nitumie fursa hii kuwatangazia jamii nzima kujitoa kuwasaidia watu wenye uhitaji. Kwa mahitaji ya damu ni makubwa sana. Kwa wiki angalau huwa ni makadirio ya chupa 25. Kwa mwezi ni kama 100. Kwa mahitaji ya damu ni makubwa sana. Kwa zoezi hili ambalo wanafanya, kwa kweli ni swala nzuri sana ambalo litasaidia sana. Nilikuwa na changamoto ya damu chupa 5, lakini kwa kweli nimefurahi kwa sababu damu ilikuwa imekuwa changamoto. Nikatafuta nikawa nimepata chupa 2 kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini baada ya hapo majeshi ya magereza tumekuja hapa na kuja kwa wingi. Tumepata damu ya kutosha na tayari mgonjwa wangu anaenda kupata hai. Siwezi kuogopa kifo kwa sababu sasa hivi tuko kwenye makaburi na sisi tunajua kabisa ni lazima tuje kufa. Kwa hiyo tunafurahi sana kufika kwenye haya maeneo ili tuweze kufanya usafi, tuweze yani hatuwezi kujua leo na kesho kutwa. Hata mimi unaweza kashangaa niko mahali hapa. Kwa hiyo kama ninaweza kujitolea kuja kufanya usafi na wengine basi waweze kufanya hivyo. Na mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa ya habari na sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Nizidi kukukumbusha kwamba huduma ya ambulance inapatikana ndani ya SQF kupitia 0800 unaweza kupiga namba hizo bure kabisa na huduma hiyo ikakufikia popote pale ambapo utakuwepo, bila kusahau kwamba unaweza kutangaza na sisi tukakufanyia matangazo mazuri na kwa gharama nafuu kupitia 0759999888. Unaweza kupiga namba hizo, bila kusahau kwamba mtazamaji na msikilizaji wa SQF kwamba tunakuwa na mafunzo mbalimbali ya masuala yote ya kiafya. Kwa hiyo ni vyema ukaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu, pale ambapo tarehe maalum itatolewa kwa ajili ya mafunzo ambayo yatafanyika, unaweza kushiriki pamoja na watu wengine. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kwa habari hizi, mimi ni Pendo Godson.